Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa ajili ya ibada nzuri ya siku ya leo. Naomba mwambie jirani yako, leo ni siku ya kumwazimisha Roho katika Roho. Haleluya. Leo ni siku ya kumwazimisha Roho katika Roho. Karibu kwenye ibada ya siku ya leo. Naomba nishukuru Mungu kwa nafasi ambayo amenipa tuweze kushiriki kwa pamoja neno la Mungu. Naomba niushukuru uongozi kwa baba yangu Michael Peter Imani na mchungaji wangu Abela na uongozi kwa ujumla kwa maombi yako hata mshirika asubuhi njema ya leo. Kama vile ambavyo tuko kwenye mwezi wa kumwadhimisha Roho Mtakatifu, siku ile aliyoshuka siku ya Pentecost, na leo ikiwa ni wiki moja au wiki moja wapo ambayo tunaendelea na ibada za Roho Mtakatifu. Kabla ya kufikia kile kilele, naomba sasa fungua Biblia yako, twende kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya kwanza, nitasoma mstari wa 8, lakini somo langu kwa wale wanaopenda kuandika vichwa vijumbe nimesema kinaitwa kunena kwa lugha mpya. Amen. Bwana asifiwe sana. Kunena kwa lugha mpya. Amina. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Matendo ya Mitume sura ya kwanza na ule mstari wa 8. Baadaye tutakwenda kusoma Matendo ya Mitume sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 4. Lakini tutamalizia pia Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Bwana asifiwe sana. Nasoma katika jina la Yesu. Wakorintho wa kwanza, Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8 anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na katika Samaria hata mwisho wa nchi. Twende Matendo ya Mitume sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza mpaka 4. Anasema Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa kwanza mpaka 4. Biblia inasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kwa kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi, ukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Twende kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza Wakorintho wa kwanza pale sura ile ya 14, sura ya 14 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Biblia inasema, ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna sikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye autubuye
maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali autubuye hulijenga kanisa. Nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya huo muda mzuri ambao umenipatia Mfalme. Ninaomba sasa neema yako ili niweze kulisema neno lako Mfalme. Mimi ni mwanadamu. Naomba Roho Mtakatifu uachilie mafuta juu yangu, ili kila ambacho umeweka ndani ya moyo wangu Bwana uweze kukiachilia sawa sawa na kusudi lako Mfalme, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyotangulia kusema kwamba tuko kwenye mwezi wa Roho Mtakatifu. Si kwamba miezi mingine sio miezi ya Roho Mtakatifu. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tuko kwenye siku 40 za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Si kwamba siku zingine Roho Mtakatifu hayupo, lakini siku hizi 40 zimetengwa maalum kuhakikisha kwamba kama wewe haujajazwa Roho Mtakatifu, unajazwa Roho Mtakatifu na nguvu zake. Bwana asifiwe sana. Lakini pia zimetengwa maalum kama hujapokea kipawa cha kusema kwa lugha mpya, siku hizo 40 uweze kupokea kipawa cha kunena kwa lugha au cha kusema kwa lugha mpya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sio siku za kawaida, lakini na uhakika pia kwa siku hizi ni siku ambazo kama kuna mahali ulikuwa umechoka, kama kuna mahali ulikuwa umeishiwa nguvu, Roho Mtakatifu anaenda kuachilia nguvu mpya ili uweze kumtumikia Mungu ukiwa na ujasiri katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Kama nilivyosoma maandiko, tumeona Matendo ya Mitume sura ya 1 ambayo Yesu Kristo kabla ya kupaa kwenda mbinguni, siku za mwisho kabisa, akiwa na wanafunzi wake kwenye ule mlima wa Mizeituni, kabla ya kwenda mbinguni, wanamhoji swali. Wanamwambia, Bwana, wakati huu ndipo utakapowarejeshea Israeli ufalme? Yesu akawaambia, si kazi yenu kujua yaliyo katika mamlaka ya Mungu mwenyewe. Anawaambia, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Unajua, wanafunzi wa Yesu, pamoja na kwamba Yesu mara kadhaa amejitambulisha kwamba ni mfalme, lakini akili zao bado walifikiri kwamba anakuja kutawala pale Israeli, kuwatoa kwenye utumwa wa Kirumi, kwenye utawala wa Kirumi. Kwa hiyo hata anapoambia kwamba mimi ni mfalme, bado mitazamo yao hawajaelewa kwamba Yesu ametabiriwa kwamba atakuja na ufalme mabegani mwake, lakini ufalme wenyewe sio wa dunia hii. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Lakini kwenye maandiko niliyosoma pia kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, tunaona sasa Yesu baada ya kuambia kwamba jamani, wakati wanazungumza naye pale, anawaambia mimi naenda kwa Baba, lakini tawaletea msaidizi mwingine. Haleluya. Maandiko yanasema wakati wanashangaa, yeye akawaambia kwamba msiondoke pale Yerusalemu mpaka mvikwe uweza utokao juu. Lakini wakati wanashangaa, maandiko yanasema akanyakuliwa machoni pao. Lakini waliponyakuliwa, wale wanafunzi wa Yesu ilibidi wasikilize maelekezo waliopewa ya kwamba atakapoondoka wasiondoke Yerusalemu, waingoje ahadi ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana sifiwe.
Mshangilie Yesu kwa makofi. Amen. Sasa tunaona baada ya siku ile ya Pentekoste, maandiko yanasema wanafunzi wa Yesu wakaenda pale Yerusalemu, na pale Yerusalemu walikuwa sehemu moja kwenye ghorofa ya mmoja wao wakingojea ahadi ya Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema walidumu katika kuomba. Na Yesu Kristo baada ya kuondoka mbinguni, ilipotimia siku ya 10, maandiko yanasema kwamba siku ya 50, haleluya, toka kufufuka kwa Yesu, Yesu amefufuka, amekaa duniani na wanafunzi wake siku 40. Haleluya. Lakini zile siku 10 zilipotimia, zikawa siku 50. Siku ya 50, maandiko yanasema kwamba wakiwa katika maombi wanangoja ahadi ya Roho Mtakatifu, wavikwe nguvu. Maandiko yanasema ghafla wakasikia kwenye kile chumba walichokusanyika, wakasikia hali inabadilika. Bwana asifiwe. Anasema ghafla kukaja kama upepo ukienda kwa kasi. Halafu anasema ndimi kama ndimi za moto zilizowakalia kila mmoja kichwani pake. Haleluya. Zikaja ndimi kama ndimi za moto. Lakini baada ya matukio yote hayo, maandiko yanasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Halafu walipojazwa Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha. Haleluya. Naomba unisaidie kumwambia jirani yako hivi, Roho akishakuwepo mahali, usisubiri kusukuma mpaka unene. Ukiona tu uwepo Mungu umeshuka, anza na wewe tu kujua tayari yupo kazini. Anza kusikia tu nene kwa lugha. Bwana tuweza. Anasema wote wakaanza kunena kwa lugha. Sasa kama nilivyosema kwamba somo langu ni kunena kwa lugha, kwenye hii sura ya 2 ya kitabu cha Matendo ya Mitume kuna mambo kama matatu pale ukiangalia yanazungumzwa. Cha kwanza anasema ukaja kama upepo uliojaza kile chumba. Ile ilikuwa ni ishara tu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Na ule upepo ulikuwa unatafasiri kwamba tayari sasa wanafunzi wa Yesu wanaweza kuanza kusafiri kwenda mbali kuhubiri habari za Injili na ufalme wa Mungu. Kwa sababu tayari Yesu aliwaambia msiondoke. Kwa hiyo ile upepo ulioona pale unaotaja kwenye maandiko ilikuwa ni ishara kwamba sasa kwa hiki kitu ambacho kimetokea siku ya leo, tayari mnaweza kusafiri kwenda maeneo mengine, huko Samaria, huko Yerusalemu na miji mingine, kuhakikisha kwamba mnahubiri habari za ufalme wa Mungu. Bwana sifiwe. Lakini namba 2, ilikuwa ni ishara ya kwamba Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako huwezi kumwona kwa macho. Haleluya. Huwezi kumwona kwa macho kwa sababu ni roho. Anapokelewa kwa imani. Yaani ukisubiri kwamba kuna jitu lizito linakuja linaitwa Roho Mtakatifu, unataka ulione kwa macho, huwezi kumwona kwa macho. Anapokelewa Roho Mtakatifu kwa imani. Haleluya. Ndiyo maana wakati mmoja Mtume Paulo anaongea na Wagalatia, anawaambia enyi Wagalatia, ni nani aliyewaroga? Baada ya kuwa ameingiza mafundisho, anawaambia neno moja, je, mlipokea Roho kwa matendo ya sheria ama kwa kusikia kunakotokana na imani? Kwa hiyo maana yake Roho Mtakatifu anapokelewa kwa kusikia. Imani yake inapojengeka ndani yako na ukawa tayari
kushuka, unaposikia ndimi za moto, ilikuwa ni utambulisho kwamba aliyeshuka pale ni Mungu mwenyewe. Haleluya! Ndiyo maana ukienda kwa wana wa Israeli, tunaona wakati wanatoka kule Misri, maandiko yanasema wakaongozwa kwa nguzo ya nini? Ya moto. Haleluya! Lakini pia kama mnakumbuka kwa habari ya Elia na wale miungu wa bahari, Bwana sifiwe, tunaona jinsi ambavyo walishindanisha miungu yao, kwamba tuone ni Mungu yupi mwenye nguvu atakayeweza kuja kuilamba hii sadaka. Lakini Mungu wa Elia, maandiko yanasema kwamba waliposhindanisha, wale jamaa wakamwagia maji wakachemka. Lakini wakati Elia alipomwita Mungu aliye hai, maandiko yanasema kwamba moto kutoka mbinguni ukashuka ukailamba ile sadaka. Wakasema hakika huyu Mungu wako Elia ni Mungu aliye hai. Kwa nini? Kwa sababu moto unatambulisha Mungu aliye hai. Haleluya, Bwana asifiwe. Lakini pia moto ulitambulisha kama kusafisha. Wengi tunajua kama kuna sehemu kuna kichaka, humo kwenye kichaka kuna nyoka wanajificha. Ukiwasha moto, hata kama nyoka alijificha pangoni, ule moto unaweza ukamtimua. Kwa hiyo ilikuwa ni unabii kwamba Roho Mtakatifu anapokuja kwenye maisha yetu, anakuja kushughulika na mambo yaliyofichika katika maisha ya mwanadamu, kuhakikisha ya kwamba yanashughulikiwa na kuondolewa kwenye maisha yake. Haleluya, Bwana sifiwe. Lakini pia huu moto tunajua kazi yake ni kupika chakula. Kwa hiyo kusema ulikuwa ni moto ambao unatambulisha kwamba, haleluya, kwanza chakula kinachopikwa kwenye moto ni kitamu, kina ladha, kimeiva. Ndiyo maana alikuwa anatambulisha kwamba, sikiliza, kuna chakula kishukacho kutoka mbinguni, kinaitwa neno la Mungu, kikipikwa kwenye moto wa Roho Mtakatifu kina ladha. Kila ukila unataka uendelee, kwa sababu kina ladha, kimepikwa na Roho Mtakatifu. Mwenyewe unaelewa, kuna maeneo ukiendaga hata kusikia utaki tena, tamani amalize haraka, moto haujapitia msosi huo. Haleluya, hicho chakula. Ndio maana ukija LPCT unapata chakula kilichopikwa kwa moto. Haleluya, ukija LPCT chakula kinapakuliwa cha moto, sio cha baridi. Haleluya, amen. Lakini pia moto ulikuwa unatambulisha kama sehemu ya kuwaimarisha katika majaribu watakayopitia kwa ajili ya injili ya ufalme. Bwana sifiwe. Kwa sababu maana yake Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, si kwamba maisha yako yatakuwa mepesi, hasa unapoamua kumtumikia Mungu aliye hai. Lakini wakati mwingine Mungu ataruhusu majaribu kwenye maisha yako ili kusudi ya kuimarishe, ya kutengeneze ufanane na mbingu zinavyotaka, ili watu watekuangalie waone kweli moto umekushughulikia. Haleluya. Kwa sababu hiyo ndiyo maana siku ya leo, kwa muda ambao nimekuwa katika maisha ya imani,
Wengine wanachukulia kwamba huyu labda anakaa pepo fulani. Wengine wanachukulia kwamba wewe ni kituko. Sikiliza, hiki kitu cha kunena kwa lugha ni kitu kikubwa sana. Kikiingia ndani yako, vitu ambavyo vitafanyika kupitia wewe sio vya kawaida. Bwana sasa, kwa sababu hiyo tunaposema kunena kwa lugha ni ishara ya nje ya kitu kilichotokea wapi? Ndani. Halo, ni ishara ya nje inayoonyesha kitu kilichotokea ndani. Ndiyo maana mtu anapojazwa Roho Mtakatifu au anapookoka tu, Roho anaingia ndani yake, haina shida, lakini anahitaji huyo mtu avikwe uweza, ili kusudi kipawa hichi cha Roho Mtakatifu cha kunena kwa lugha kiende ndani yako, kiingie ndani yako, ili zile faida uweze kuziona katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini pia hiki kipawa cha Roho Mtakatifu cha kunena kwa lugha ni ishara ya kwamba kile kitu ambacho Adamu na Eva walipoteza katika bustani ya Edeni baada ya kutenda dhambi kimerejea ndani yako. Haleluya. Bwana sifiwe. Kwa sababu hiyo lazima ujue kila faida, lakini pia hiyo lugha ni utambulisho. Unajua kila taifa, kila kabila ina utambulisho wa utamaduni. Bwana sasa, kama Wangoni wapo hapo wakiwa kwenye Kingoni wanaongea Kingoni. Haleluya. Kama kuna Wachaga wataongea Kichaga, lakini kama kuna Watanzania ili waweze kuelewana wataongea lugha gani? Kiswahili. Sasa maana yake ni moja. Mtu anapozaliwa mara ya pili katika roho, roho yake inaozaliwa mbinguni. Kwa maana nyingine, anaingia kwenye utamaduni mpya. Haleluya. Anaingia kwenye utamaduni mpya. Anaingia kwenye taifa jipya, ambalo hilo taifa nalo ni taifa la kifalme, na lina mfalme, na yule mfalme ameweka utaratibu wa kuwasiliana naye, kwamba ili tuwasiliane. Maana kwenye ufalme pia hatuwasiliani kwa Kingoni chako, kwa Kiswahili chako, na kia hizo lugha zimeshachafuka. Nataka nikupe lugha maalum ambayo ukiongea ninakuelewa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maana yake ni kusema, tunapokwenda kuangalia kitu kimoja kikubwa sana mahali hapo. Unajua dhambi ilipoingia kwa mwanadamu, kama ingekuwa ni simu ya milioni 2, line ilichomolewa. Halo, umeona kujiuliza maswali? Unalisimu la milioni ngapi? Lakini halina line. Utakamata mawasiliano. Maana yake dhambi ilipoingia kupitia bustani ya Edeni, Mungu mwenyewe alichomoa laini, ili kusudi ukitaka kuwasiliana naye isome no. Nasema kuna kaneno wanasemaga pale, no connections you. Haleluya. Laini ilichomolewa. Ndio maana mpaka leo ukitaka mtandao wa mbinguni ukamate, lazima laini irudi. Lazima laini irudi. Kama laini hajarudi, mtandao no connection. Haleluya. Haupatikani, maana umebakia na simu ya milioni 2, lakini haina
laini. Kwa hiyo ukitaka kupiga haipatikani. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa sababu hiyo, kusudi la ujumbe wangu siku ya leo ni kutaka angalau kidogo ni kuonyeshe faida ambazo zimejificha kwenye kitu cha kunena kwa lugha katika Roho Mtakatifu. Kama wewe haujajazwa Roho Mtakatifu, utakaposikia faida, angalau ziinue kiwango cha imani yako, na wewe uanze kuwa na kiu siku ya leo kwamba na mimi kuanzia leo nataka laini irudi. Lakini namba mbili, kusudi langu, hata kama wewe kama umejazwa Roho Mtakatifu, lakini inawezekana kulingana na maisha yako ambayo umeyaishi, laini pia nataka nimechomolewa, tunataka tuirudishe tena. Haleluya, Bwana asifiwe. Lakini sasa, kabla ya kwenda kuangalia hizo faida ambazo ziko kwenye kitu cha kunena kwa lugha, naomba tuangalie jambo moja kidogo. Ni kitu gani kilisababisha Adamu na Eva wakapoteza Roho Mtakatifu? Haleluya. Kumbuka ya kwamba Mungu alipomuumba Adamu kwenye kitabu cha Mwanzo, Mungu anaonyesha kabisa kwamba alipomaliza kumuumba, au kabla hata hajamuumba, mjadala unaendelea, na akasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu wakatawale. Na maandiko yanasema alipokwisha kumuumba akampulizia pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Yaani maana yake alipomuumba alikuwa amekamilika, lakini kuna kitu kilipungua ndani yake, ambacho kama nakumbuka, Mungu wakati anaumba mbingu na nchi, Roho Mtakatifu alikuwepo. Ukisoma kitabu cha Mwanzo pale, kwamba Roho ya Bwana ikatulia juu ya vilindi vya maji. Lakini Mungu alipomaliza uumbaji wote, anakwenda kwenye hatua ya kumuumba mwanadamu, akaamua kwamba nataka nafsi yangu moja niache ndani ya mwanadamu. Bwana siwe sana, ili kusudi nitakapokuwa nahitaji kuongea na mwanadamu iwe rahisi. Ndiyo maana alipokuwa anakuja kwenye bustani, maandiko yanasema akimwita Adamu wanawasiliana. Lakini chanzo cha mawasiliano ilikuwa ni hali ya roho yake, ilikuwa nzuri, haina dhambi, iko sawa. Kwa hiyo Mungu akija kwenye bustani hata haangaiki. Bwana asifiwe sana. Lakini angalia, maandiko yanaonyesha baada ya Adamu kutenda dhambi, kitu cha kwanza ambacho kilichomolewa ndani yake ni Roho Mtakatifu. Akaondoka zake wapi? Mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mwanadamu kuanzia hapo akabaki yuko mtupu. Na ndio maana Mungu anapokuja kwenye bustani anamwambia Adamu, Adamu, uko wapi? Maana yake katika roho Mungu amemzoea, wanakutana mahali. Lakini sasa hivi anapokuja kwa Adamu, ana gharama ya kumtafuta aliko, kwa sababu nafasi yake katika roho imeondoka. Imeondoka. Na imeondoka kwa sababu gani? Kwa sababu Adamu alienda kinyume na maelekezo ya Mungu aliye hai. Alimwambia Adamu, matunda yote unaweza kula, ila matunda ya ujuzi wa mema na mabaya usile.
kifo kikaingia katika roho yake. Bwana sasa akawa hana uwezo tena wa kuwasiliana na Mungu katika roho kwa sababu ya dhambi. Ndio maana hata leo kama bado ndani yako iko dhambi, inaweza kukuzuia kuwasiliana na baba yako katika roho. Hello. Leo hii tunapambana katika ibada, tunapambana katika ufalme wa Mungu. Kwa nini hatuoni uwepo wa Mungu? Ni kwa sababu wakati mwingine dhambi imekamata moyo. Amen. Na dhambi inapokamata moyo, uwe na uhakika Roho Mtakatifu anakaa kimya. Maana Mungu ni mtakatifu. Amen. Bwana asifiwe sana. Unajua, unaweza kuwaficha wanadamu. Hello. Lakini uweze kumficha nani? Ndio maana Adamu anajaribu kujificha, lakini Mungu akamfuata baba. Kwa hiyo cha kwanza kilichosababisha Roho Mtakatifu aondoke ni dhambi. Bwana asifiwe sana. Na umeona kwamba Mungu alipomuumba Adamu alisema akamuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Sura ya Mungu ndani ya Adamu ilikuwa nini? Sura ya Mungu ndani ya Adamu ilikuwa ni ile hali ya rohoni. Alikuwa ameumbwa na tunda la Roho. Bwana asifiwe sana. Watu wakimtazama Adamu hawana mashaka kwamba huyu kweli anafanana na Mungu. Kwa nini? Ile hali ya ndani, ile hali ya kuwa na Roho Mtakatifu ilikuwa inafanana na Mungu. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana angalia, hata leo pia unapojazwa Roho Mtakatifu, hata ulimwengu pia na dunia nzima, cha kwanza itakachoangalia kwako sio kunena kwa lugha. Hello. Sio kunena? Hapana. Tunataka sema nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo si kitu. Anazungumzia watu wenye karama mbalimbali nzuri zinavutia, lakini ukiwatafuta kwenye tunda la Roho wapati. Hello. Kwa hiyo tunajikuta katika maisha ya wokovu siku ya leo, watu wakituangalia ni kama negative, ile ya picha ya zamani kama unafahamu, iliyosafishwa ila haionekani vizuri kwamba ni yeye au sio yeye. Kwa sababu Bwana asifiwe sana, kile kinachotutambulisha hakionekani. Unajua Mungu wakati mwingine, kuna wakati utakiwa kusema nimeokoka. Yaani wewe mwenyewe tu kwa maisha yako, kuna watu wakikuona wanasema huyu mtu kuna kitu kiko ndani yake. Huyu mtu, kwa sababu kuna kitu kinakutambulisha. Haleluya. Yaani kuna kitu kinakutambulisha ambacho kinaitwa tunda la Wagalatia sura ile ya 5. Utasoma mtosha mlipa. Bwana asifiwe sana. Jamani, msisahau naenda kwenye ujumbe wangu unaitwa kunena kwa nini? Na kuna faida kwa kujangalia pale chini. Bwana asifiwe sana. Lakini pia unaweza kuona kitu cha kwanza kwenye ile tunda la Roho. Anasema tunda la Roho ni nini? Upendo. Haleluya. Ni upendo. Kwa sababu gani? Mungu wetu mwenyewe pia anajua kupenda. Anajua. Ndio maana maandiko yanasema kwamba Yesu Kristo mwenyewe aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kusudi kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ndio
Jamani, ukitaka maandiko fungua Yohana 10:13. Usisoma pale. Ingia Yohana sura ya 15 mstari wa 13. Na ile point ya juu fungua ingia Yohana pia sura ya 3 mstari wa 16. Utasoma pale. Ndio maana nimekuja nikwambie mchana wa leo. Kama umekuja kwa ibada ya leo, nikwambie neno moja tu. Kilichomfanya Yesu aende msalabani ni kwa sababu ya upendo wake kwako. Na upendo wenyewe anasema ya kwamba hataki upotee. Na amejitambulisha kwamba mimi ndimi njia na uzima. Yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa siku ya leo na wewe pia ukiamua kuja kwa Yesu, uwe na uhakika atakupokea. Maana amekufa kwa ajili yako. Haangalii dhambi zako. Hata kama jana umezini, hata kama ulifanya uliua, hata kama uliiba, ila leo anakuonyesha upendo wake. Kama unataka kumwamini leo, yuko tayari akusamehe dhambi zako zote. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo uwe na uhakika. Hiyo ndio kazi ya msalaba. Ili watu wamwamini Yesu Kristo waokolewe na kupata uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Sasa baada ya kuona haya mambo machache, nataka nikwambie Mungu aliye hai anaachilia Roho Mtakatifu ndani yetu. Au Roho Mtakatifu aliondoka kwa Adamu kwa sababu ya dhambi. Hivyo ni vizuri siku ya leo, kama unajua moyoni mwako kuna eneo hamko sawa na Mungu, tengeneza. Kwa sababu Roho Mtakatifu anahitaji kutembea na wewe kwenye viwango ambavyo sio vya kawaida. Bwana asifiwe sana. Niko natafakari kitu kimoja kwenye kitabu cha kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 pa. Timotheo wa pili sura ya 3 kaanzia pale mstari wa 1 mstari wa 1 mpaka wa 5. Anasema, na mjue ya kwamba siku za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari sana. Anasema watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Haleluya. Yaani maana yake kila mtu atakuwa bize na mambo yake. Ukimwambia kwamba kuna kanisa la nyumbani, anakwambia niko. Kwa nini? Kwa sababu upendo umepungua. Upendo haumo. Maana yake anayelimina upendo ndani yetu ni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Lakini pia anazungumza kwamba hii siku za mwisho watu watakuwa ambao hawataki suluhu. Hawataki suluhu. Yaani maana yake wako nyumbani mwa Bwana, wako kazini kwa Bwana, lakini kiukweli kabisa wanapishana kama chui na nani? Haleluya. Hawataki suluhu, lakini wanadai wamejazwa Roho. Halo. Sasa kwenda huko. Bwana pesa. Lakini jamani, ni kweli. Kwa sababu kuna wakati ukifika lazima tuangalie hivi kweli. Kwa hiyo Paulo amesema jamani, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sio upendo mimi bure. Haleluya. Kwa hiyo tunachoangalia hapa, anasema watakuwa watu wasiopenda suluhu. Yaani jiulize maswali. Wote mmeokoka, lakini mtu anakusagia neno kwamba lazima hilikiwe. Umejaza Roho? Ndio. Unanena kwa lugha? Ndio. Upako na shuka? Ndio.
Yaani maana yake ndani yako ungesikia kwamba huyu mtu amekufa, ungerukaruka, ukafanya na sherehe, ukashangilia, lakini unasema umejazwa Roho. Haleluya. Kwenye ndoa, upendo. Bwana asifiwe sana. Mbona mwenzako mpendi tena? Hello? Mbona ulianza vizuri leo umekwaje? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ulianza vizuri kweli. Kanisani mnakuja wote, unatiana moyo. Leo hii mwenzetu vipi? Watu wakiangalia ndoa yako wanatamani kuja kwa Yesu. Watu wakiangalia familia yako wanatamani kuja kwa Yesu. Au mmoja ametangulia kanisani mita 50, wewe uko nyuma mita 2. Haleluya. Lazima Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, watu wasipate mashaka. Wakiona hawa ni mke na mume, wanaona upendo ndani yao, wanaona familia imeshikamana, wanaona hakuna ugomvi, wanaona ndoa wamekubali. Hakika nikwambie, hili kanisa la LPCT tutalijaza na hakuna nafasi ya kuweka. Bwana sasa. Haleluya. Hakuna nafasi. Lakini nikawaza, umejazwa Roho Mtakatifu, anasema tuna roho ni furaha. Amina. Bwana sasa. Unajua, sikiliza, furaha tunayoipata baada ya wokovu haitokani na vitu. Yaani si kwa sababu benki umejaza mahela ndio ufurahie. Hapana. Yesu akasema amani niliwapayo mimi sio kama amani utoayo ulimwengu. Maana yake tunapaswa nyakati zote, wakati wa majaribu, wakati wa mambo magumu, watu wakituangalia waone tunatabasamu, watu wafurahi. Hata wakituuliza tuseme ni Yesu amelipa gharama maisha yangu. Hata kama sina kitu, bado ndani yangu nitamshangilia Bwana, nitamfurahia Bwana, kwa sababu amelipa gharama. Amani yangu haitegemei fedha, haitegemei mume wala mke. Sasa hujaolewa, kila mtu akikuangalia anaona kabisa unatembea kwa sababu hujaolewa, ana huzuni. Mume yupo atakuja, si upo kwa Yesu? Haleluya. Sikiliza, nimezungumza kule, hata kama bado Mungu hajakupa uzao sio sababu ya kutembea ni wanionee huruma. Unajua ni kwenye jaribu zito. Sikiliza, pendo la Kristo, furaha ya Kristo imemiminwa ndani yetu, haitegemei vitu. Hata kama ninakuja, nitamfurahia Bwana, nitamshangilia Bwana. Na kwa taifa yako sitembei kutafuta itiwe moyo. Ndio wote tu. Unajua napita mapito magumu, sikatai, lakini jua nakwambia siri, Roho Mtakatifu akiingia ndani yako anakupa furaha isiyotokana na chochote. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Lakini tukuze Mungu kwa ajili ya LPCT kwa kweli. LPCT imebarikiwa. Amen. Maana ukiona kwenye ibada wanaselebuka, wanacheza, hawana habari. Kama mvua inanyesha hawana habari. Kama mvua inashuka wanashangilia, hawana habari, kwa sababu furaha yako, furaha yao haitokani na majengo. Inatokana na Roho Mtakatifu. Rapasaka reketa resa aledo zeka
Sikiliza, hauna sababu ya kujikunyata. Acha tumshangilie Bwana. Na nataka nikwambie hapa patapasuka hapa. Patapasuka. Na Roho Mtakatifu atafanya vitu vya ajabu. Kwa siku moja ukiangalia waheshimiwa hapa, ukikaa nao hata kwenye mapito tunayopita, ungeweza kutegemea walielie, wahuzunike, lakini ndio kwanza wanatutia moyo, tuendelee mbele, tuendelee mbele. Kwa nini? Kwa sababu wanamjua yule Roho Mtakatifu anaweza. Sikiliza, wana wa Israeli wamefika mahali hadi ni tete, bahari ni nzito. Maandiko yanasema, akamwambia Musa, hivi Musa, wewe kweli mtu mwema kweli wewe? Haujui ya kwamba ulikotutoa kule kuna nini? Kuna matikiti maji. Kuna matikiti maji, kuna nyama za pori. Akawaambia kwamba sikilizeni Bwana, nyinyi hamjamjua Mungu mnayemwabudu. Mimi na uzoefu naye, nishawahi kumwona, nilimwona jana, nilimwona leo, na kwa taifa yenu hata hapa tena tutamwona, tutakwenda, kwa sababu aliye ndani yetu amekata. Wakanyamaza kimya. Bahari iligawanyika. Angalia na yeye makeshi hapo. Ndio mimi kiangalia hawa waheshimiwa huwa nawapigia sauti. Nawaambia hongera, kwa sababu umeshinda. Umekubali kupita katika moto, lakini una uhakika mbele ya safari Mungu atakufuta machozi, Mungu atakupa kicheko, Mungu atakupa furaha. Nasema na mtu siku leo, acha kuweka kwenye vitu. Bwana sasa, naomba nipite kidogo kwenye faida za kunena kwa lugha. Kwenye faida za kunena kwa lugha, naomba niseme kitu kimoja. Napoongea haya siku ya leo, tamani na wewe pia ujazwe Roho Mtakatifu leo. Haleluya. Maana leo ni sherehe ya kunena kwa lugha katika roho. Haleluya. Kwa hiyo hata kama nisahau leo, inakwenda kurudi hiyo. Bwana sasa, faida moja wapo ya kupokea hiki kipawa cha Roho Mtakatifu. Faida kwanza ni kwa sababu Roho Mtakatifu kupitia lugha hiyo anakupa uwezo wa kuwasiliana na Baba katika roho yako. Bwana sasa, nimezungumza kule kwamba dhambi ilipoingia kwa mwanadamu aliondoka kwenye uwepo wa Mungu, na tunaona kazi ya msalaba ni kuja kumkomboa mwanadamu. Mwanadamu anapokubali kuja kwa Yesu, Yesu anachokifanya kwanza ni kumsamehe dhambi, lakini pia ni kumrejesha Roho Mtakatifu ndani yake, ili kusudi mawasiliano yawepo masaa 24. Hayataki yakatike katika roho yako. Kwa faida ya kwanza, kupitia Roho Mtakatifu, hiyo lugha ya Roho Mtakatifu itakuunganisha na mbingu. Amina. Bwana sasa, tumeona Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 2 mpaka 4. Anasema yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu. Bwana sasa, yaani maana yake ukipokea hiyo neema ya kujazwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anakuja na lugha yake ya utamaduni wa mbinguni, na hiyo lugha kazi yake ni kukufanya muongee na Baba yako live. Sema live. Haleluya. Bwana sasa, sasa unapokuwa unaongea na Baba yako live, maana yake anasema hivi, unaongea siri. Unaongea nini?
nimeanja. Mungu najua hapa nimechoka. Mungu najua hapa niko hobi. Sikiliza. Mungu anataka utumie password moja ili mzungumze mambo ya siri katika roho yako. Hataki wakati wengine watu waelewe. Amen. Sasa wewe watakia siku watu waelewe unachoongea na Mungu wako. Watu wanasema ni siri. Hivi siri unajua maana ya siri? Siri maana yake wanaongea watu wangapi? Sasa kuna wengine pia wakubize wanataka wajue mnachoongea na Mungu muda wote. Inakuhusu nini? Huyu si anaongea na Mungu wake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maana yake faida moja wapo mnaongea mambo ya siri. Kuna wengine tuko hapa umebeba siri ambazo ukizifungua hadharani watasema ndio wewe. Hivi ndio wewe tunakunaga pale kanisa ndio wewe. Ndio wewe huyo. Haleluya. Sawa. Umepiga suti vizuri kabisa. Sikatai jamani kupiga suti, piga vizuri. Haleluya. Sawa. Umepiga vizuri. Ili huku nje tuone uko sawa. Amina. Lakini inawezekana uko kwenye chumba cha siri. Kuna mambo yamekaa huko ambayo hata ukimwambia mtu atakushangaa. Ndio wewe unatembea barabarani au ni bahati mbaya? Bwana sifiwe. Mungu ametoa hiyo password ili wakati mwingine sio kila kitu mwelezee mtu. Sio kila jambo mwambie mtu. Vingine kana Mungu wako. Haleluya. Tena wakati mwingine unamwambia wewe acha tu. Yaani nimepata kijana mzuri wa kunioa. Kijana mzuri yuko mrefu hivi. Mweupe hivi. Kweli. Kweli. Kwa hiyo mpango kioje? Wewe ameniambia baada ya mwezi mmoja anakuja kutoa mahari. Wewe hajuna yamwambia anaweza kutoka hapo anaenda kuharibu mambo yako. Bwana sasa. Kwa hiyo chagua kuambia kama ni watumishi msema shaka. Kama wengine waamini kashinda. Ila chagua ukizungumze wapi? Haujui unayemwambia amebeba roho gani? Ndio maana Mungu amekupa mwanangu tulia. Nimekupa lugha maalum. Nataka wakati mwingine tuongee. Halafu baadaye wanashitukia tu leo kuna uchumba unatangazwa. Haleluya. Sio kiongee. Wanashitukia ile biashara nimeshafungua. Bwana sasa. Ile huduma umeshaanza. Ila huduma usianze kimya kimya. Lazima wale waheshimiwa. Haleluya. Kwa lazima ujue siri moja wapo unaongea mambo ya siri katika roho yako. Na leo nataka tupate muda mchache. Kila mmoja. Leo hakuna kuombeana leo. Bwana sasa. Usiogope, Roho Mtakatifu atatuombea hapa leo. Haleluya. Usiogope, Roho Mtakatifu. Lakini nataka kila mmoja leo nataka akaongee na Baba mambo ya siri katika roho yake. Yale ambayo unajua hapa ngoma imegonga mwamba. Sasa nikuulize swali. Unaenda kuongea nani? Na Mungu, si ndio? Na sifa ya Mungu anaweza yote. Ni mwenye nguvu. Hashindwi kitu. Ameumba vitu. Ana uwezo wote. Sasa unaenda kuongea na mtu mdogo. Ndio maana bishop wangu siku moja anahubiri akisema nashangaa sana. Yaani wakati unaongea na mtu mzito namna hii, halafu unaongea na simu. Yaani naongea Mungu, tulia kidogo. Nina mambo yangu kwanza, halafu narudi. Unamdharau.
kwenye ibada, uko kwenye maombi, zima simu. Na sio simu tu, maandiko yamesema jamani, unapokwenda kufanya ibada au kwenye maombi, anasema nenda kwenye chumba cha siri. Alafu kwenye chumba cha siri piga loki. Wenzako wakikuangalia nje wanaona tu vituko tu, reke posha mandore kepaya sheketope la diando rekete mando sheketaya. Hey! Haleluya! Waambie nimeshafunga milango wenzenu sasa hivi kimwili kwa duniani, ila roho yangu sasa hivi inaongea na baba yangu. Sasa wewe ndio maana angalia siku ya Pentecost walipojazwa roho kwanza, wanaomba kimya kimya, hawakuomba kimya kimya. Kwani wale watu walikusanyika wangesikiaje? Wanasema maana yake ukiwa kwenye daladala nakushauri nenda kwa mdogo mdogo, au kikuona nyumbani kwako kidogo na sumbufu nenda kwa mdogo. Lakini tukiwa hapa kidogo kinaenda kwa nguvu, hatuna mashaka na wewe, maana tunajuana. Mwambie mwenzako tunajuana, lugha zetu zinaelewana. Ni watu wapata shida wanaenda kwa lugha, unagombana mwenzako, maana tunaelewana. Haleluya! Hata tukinena wote 1000 hapa, wala mtu anabaikia utaingia kwenye chumba chake. Bwana sasa. Ndio maana Mungu akawajaza Roho Mtakatifu ili kusudi wapunguze kuongea na watu. Sasa wewe muda wote una mgongo kidogo tu, majirani zako mtaa wote wanajua. Yaani majirani zako wote pale mtaa, mwenzangu leo kimening'ata hapa, niliamka tu mpaka bega leo inauma. Yaani mpaka sikiliza, mengine unawaambia nini? Wengine hawajaokoka. Ndio maana mwenzetu anaenda kanisa tu, amini kama una imani, kuna una imani. Haleluya. Sikiliza. Mimi nazungumza kitu ambacho kwenye maisha yangu kimenisaidia. Baada ya kujifunza hili somo, maisha ya kuomba katika roho, najua faida zake. Kama kuna watu ambao mke wangu shahidi, nilikuwa nahangaika na malaria kila baada ya mwezi mmoja na kunywa madawa ya malaria mpaka nachoka. Jamani, sisemi kwenda hospitalini vibaya, nenda, haina shida. Wanapesa. Lakini kuna wakati nijiuliza, unakunywaje dawa kila siku? Haiwezekani. Niliamua mwenyewe nikasema sasa hivi nataka niongeze viwango kidogo vya kuomba katika roho. Bwana pesa. Sasa hivi kidogo na kama wa pili sijameza dawa za malaria. Kwa hiyo mimi kwangu ni ushuhuda. Nilimsikia mtu anasema, unajua unaponena kwa lugha inasemekana kinga yako ya kupambana magonjwa inaenda wapi? Kwa hiyo kuna watu ambao hapa ni waombaji kwenye mikesha wapo, kwenye maombi ya remesi wapo. Ukimuuliza ana miaka 3 hajawahi kuomba malaria wajua. Yaani yuko fiti. Kumbe hajui kwa sababu anapoendelea kuomba katika roho, Roho Mtakatifu anawekeza uzima ndani yake. Sasa wanafikiri kwamba wanapokuambia njoo tuombe katika roho, wanakuteza. Hawakutezi, wanakutafutia maisha ya uzima. Bwana sasa. Kwa faida ya kwanza ni kuweza kupata mawasiliano na baba yako katika roho. Na hiyo nakupa moyo. Ukiona mtu akushangaa, mwambie mwenzako ndio kufanyaje? Yeye tutakutana baadaye. Haleluya. Tutakutana baadaye. Haongea mambo matatu hapa ni hitimisho. Jambo la pili, maana Mungu alipa pointi nyingi sana kwenye somo, lakini hizi 3 zinakutosha kwa leo. Haleluya. Ni silaha moja wapo ambayo Roho Mtakatifu anaitumia ndani yetu kutupigania vita ya kiroho. Bwana sasa. Ni silaha moja wapo ambayo Roho Mtakatifu anatupatia ili kusudi inatusaidia kupigana vita hii ya kiroho. Sikiliza. Wewe uko kwenye mwili.
Ukisoma kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2, anasema asili ya Mungu ni roho. Haleluya. Sura ya 2 10 anasema lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, maana roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu. Maana yake Roho Mtakatifu kwa taifa yako, unavyopambana kupambana huyo mama, huyo baba, hao maadui zako, wewe hauwezi wajui. Kama ungejua unayopanga kwa ajili yako ungeshangaza. Daudi anasema kwamba walinitegea mitego ili niangamie, lakini alipoamka asubuhi akamwambia, hai, mnaendeleaje? Nimeamka salama. Wakasema kweli, na mipango yote niliyopambana umeamka. Alafu niwasalimie wamenuna. Wewe hujui katika ulimwengu wa roho wamekesha ndoa ife, wamekesha biashara ife, wamekesha huduma ife, wamekesha maisha yafe. Kumbe wakatolea kwa lugha, ulikuwa unaachilia mabomu ya nyuklia kule kule walipo, yanawashughulikia wako katika roho. Anasema walichimba shimo ili ifanyeje? Idumukie. Hello, mmeamka sana. Tena wanapangilia mpaka kutoka na kuingia hivi. Ni kweli au tuache hivi? Aya, au kumbe katika roho huku juu alikuwa anapambana, ikiwezekana waharibikiwe, wanakuja. Hii kanisa tunajua ndo limeishia hapo. Sasa mbona watu wazidi kuongezeka? Hawajui siri yetu, hatupambane kimwili, ni katika roho, katika roho, katika roho. Na usicheze na mtu anayepigana katika roho, usicheze naye. Siku moja nilikuwa nasikia ushuhuda mmoja. Jamaa anafanya kazi za uganga, alikuwa ni mchungaji yeye. Sasa ameokoka. Akasema walijipanga, walikuwa watu 10. Wakajipanga kwamba kuna kanisa fulani wanajifanya wanaombaomba. Sasa tunataka tukawashughuli kwanza, tunaanza mchungaji wao. Kwa hiyo wakajipanga kosi kamili. Wakaja, mwingine akakaa kule, mwingine kule, mwingine kule. Wakasema basi jamani sikizeni. Muda ukifika tutawasiliana kwenye simu zetu ili mchungaji akipanga pale tumalize. Sikiliza nikwambie. Anasema walipofika mle wakashangaa, kuna waimbaji walikuwa wamesimama hapa mbele wanaimba, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Anasema wakati wale waimbaji wanaimba, ghafla mchungaji wao akapiga magoti. Alipopiga magoti akasema, akaanza kuongea kwa lugha ambayo hatuelewi. Sasa ghafla ile lugha ikaanza kuambukiza mpaka wale watendakazi wenzake pale walipo. Baada ya hapo tulichoshituka, kanisa zima ikaanza kukamata moto, wakaanza wanalenga. Sasa ghafla tulishangaa, inashuka mijitu, kanisa zima imevaa mavazi meupe mirefu, ikatushughulikia. Ilipotushughulikia tukaanza kutafuta, jamani, hali tete kwenye mazao yao, hali tete. Maana hii mijitu imeshuka huko ndani, hatuelewi, tukimbie. Bahati mbaya anasema wakafanikiwa kukimbia ngapi? Wengi
Nakwambia hivi ili kusudi unapokuwa kwenye kitu cha kiroho ni halisi katika ulimwengu wa roho, ni mapambano katika ulimwengu wa roho. Ndio maana ni muhimu kwenda kwenye maombi ukiwa umejitakasa ndani ule dhambi, ndani mtakatifu, maana katika ulimwengu wa roho upambana na vitu vyepesi. Sasa wengine wakija wanatania tu, wanacheza tu, wanapiga story. Nashukuru kwa watu wanajua siasa. Muda wao wacheza mtu. Sana. Wanaelewa kazini. Amen. Na kwa taarifa yako, hayo ndio maombi yamebeba mabadiliko ya maisha yako. Amen. Jambo la tatu la mwisho. Kipawa hichi cha Roho Mtakatifu, unaponena kwa lugha hiyo, kinatibua nguvu za roho ndani yako kufanya mambo ambayo yangefanyika kwa miaka 20 yakafanyika kwa siku hii. Utanielewa? Bwana sasa. Yaani kuna wakati ndio maana adui akikubana kwenye kunena kwa lugha, anakubana kujazwa nguvu za Mungu. Na adui akikubana kwenye kujazwa nguvu za Mungu, anakubana kwenye kutembea kwenye matokeo yanayopita ufahamu wako. Angalia, siku ya Pentekoste walipojazwa Roho Mtakatifu, wamekaa kwenye uwepo wa Mungu, wamejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema Petro akatoka nje. Alipotoka nje akakuta kuna umati. Ule umati wakamuuliza Petro, vipi? Umeelewa? Hata asubuhi saa hizi. Unajua hata kwenye kunena kwa lugha kuna kudhiaki, sio unajua? Yaani kuna watu leo wanabeza kunena kwa nini? Hawajaanza hata mimi mwenyewe. Siku nimeokoka. Nimeenda kwenye kanisa hilo. Nimekaa kwenye kiti pale. Nashangaa. Wananena tu sasa. Kweli. Haviambiwanga walokole hawako sawa. Leo nimeamini sahihi. Sasa ndio kitu gani sasa? Tumshomu tena. Nilikuwa nimekaa washangaa tokaje mmewa. Sio kidogo basi upige makofi. Wewe hapo mimi nawaza kwanza. Bahati mbaya yule mchungaji alikuwa anaongoza ibada, akaona naongea mambo yangu yote yameandikwa hadharani. Kwa nini waza huyu jamaa amenileta hapa, ila ameenda kumpa story mchungaji kuhusu maisha yangu. Kwa cha kufanya hapa naona huyu jamaa huyu ameleta kwenye chaka. Bwana sasa. Lakini ilihubiriwa Injili. Unajua kuna watu wanaingia kanisani wanashangaa. Lakini wewe ukishanena kwa lugha hawakuelewi. Ila baadaye zile nguvu za Mungu zinaposhuka zinaanza kuhudumia watu, zinaanza kuponya, zinafungua. Maandiko yanasema na wao baadaye watapiga magoti, watasema kwa kweli huyu Mungu wako anastahili kuabudiwa, kwa sababu nilikuwa nakudharau. Maana sikiliza, siku ya Pentekoste Petro ametoka nje, wamziaki amesikiliza. Sisi hatujaelewa Bwana. Sasa hivi asubuhi saa 3 au sasa ndio pombe tulipata. Akawaambia habari za Yesu. Baada ya kusema hivi, wanaotaka kuamini Yesu wanyoshe mkono. Bwana sasa. Maandiko yanasema wakanyosha watu elfu ngapi? Elfu ngapi? Unafikiri kilichofanya hayo ni nguvu ya? Kwa taarifa yako, muda walipojazwa Roho Mtakatifu, wakati unajua naposema kutibua, maana yake nguvu ipo ndani yako nyingi sana. Umeelewa? Yaani hapo ipo wewe una nguvu nyingi sana. Ile adui kakubana kwenda kwa mtu ili ndani yako zitibue hizo. Unajua neno kutibua ni kama kukoroga. Yaani kufanya kitu kilicholala kiamke kipande wapo. Sasa wengi wao kwenye eneo la kutibua nguvu za Mungu ambazo zinatibuliwa kwa kunena kwa lugha wanajifanya wastaarabu.
Halo. Amini Bwana, unajua watu wakinona nena kwa lugha haitakiwi sana. Na PhD na masters na hela nyingi. Hivyo ni vizuri kuwa nani. Sisemi tena tunaomba Mungu viongezeke kwenye RPCT. Watu wabarikiwe. Watu wainavyo tumtumikie Mungu. Lakini ukija mbele za Bwana, sisi sote ni watoto. Tunasujudu mbele za mfalme. Hakuna tajiri, hakuna masikini, hakuna liye na nini. Sisi sote tuko kwa mfalme aliye na uhai wako, anayeweza kuamua leo na kutaka ukaondoka, aliyeweza kuamua leo unataka hiki. Huyo ndio tumsujudia. Waliponena kwa lugha watu 3,000 wakaokoka. Leo hii kuna mikutano inaandaliwa, somelewa, ya mabilioni, sio? Anaokoka mtu. Maana yake Roho Mtakatifu anataka turudi mahali, anataka tutibue nguvu za Roho Mtakatifu, tuone miujiza mikubwa ikitendeka. Ile kanisa la kwanza, hiyo nguvu Roho Mtakatifu anasema atakuja juu yenu. Ile nguvu ilikuwa kama upepo, ni kama waende kuhubiri, lakini kufanya vitu kwa kasi. Sema kwa kasi. Bwana sasa. Maana yake unavikwa upako wa kufanya vitu ambavyo kibinadamu akikuangalia unakushangaa. Unavikwa upako ambao unaweza ukatoka kwenye maombi ya masaa 3, ulikuwa na ugonjwa umeshindikana, ujui zile nguvu za Mungu zimeondoa saa ngapi mzima. Unacheka unatabasamu, kumbe nguvu zimetumwa kushughulika na ugonjwa. Bwana sasa. Unavikwa upako bwana. Ndio wanatafuta watu wanaonena kwa muda mrefu. Wanaonena muda mrefu. Sio watu wa kawaida. Wana nguvu na wana uhakika, hata imani zao ziko juu sana. Amen. Hawakati tamaa kuyepesi. Amina. Bwana sasa. Kwa hiyo unaponena kwa lugha unatibua nguvu iliyo ndani yako ili ifanye mambo yasiyokuwa ya kawaida. Amina. Angalia walipojazwa Roho siku ile, baada ya siku chache maana tunasema kiwete aliyekuwa toka kuzaliwa hajatembea, zile nguvu zilizokuwa ndani yao, ule upako, maana uliwapa ujasiri kiasi ambacho hata kama wangekuta maiti hawaogopi kuiombea. Siku moja askofu alisema kama umeokoka siku moja utajaribu kuombea maiti. Haleluya. Hawaogopi. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu aliwapaka mafuta. Leo hii unaweza kushangaa tumeokoka, hata ukiambiwa njoo uombee mwenye mapepo, lakini sio kwa kanisani mimi. Halo? Kama njoo usaninaga kwa lugha wewe. Hiyo sio kazi yangu. Hiyo sio kazi. Wenzetu wewe vipi? Hiyo ni kazi yetu. Maana Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, kazi ya kutoa pepo ni ya wote. Amen. Sio mtaani kwako unaletewa pepo, unakimbia, basi mtoe. Bwana sasa. Haleluya. Amen. Lazima ndio si. Siku ya leo naomba kila mmoja tutaingia kwenye maombi ya kunena kwa lugha. Na maombi ya siku ya leo ni ya muda mchache, lakini Roho Mtakatifu anakwenda kushughulika na kitu ambacho kimekamata moyo wako. Yaani haijalishi umekuja kwenye ibada, moyo wako umebeba jambo zito kiasi gani, Roho Mtakatifu cha msingi acha usahau wako. Jambo la pili, kama wewe uko mahali hapa na wewe siku ya leo unatamani ujazwe Roho Mtakatifu na nguvu zake, ili kusudi uweze kusema kwa lugha mpya, upate hizi faida,
naomba tafadhali nikupe nafasi, maana Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako. Hauna sababu ya kutembea kwenye dhambi, hauna sababu ya kutembea kwenye uovu. Siku ya leo Mungu anataka akusamehe dhambi zako, na wewe pia amrejeshe Roho Mtakatifu ndani yako, ili kusudi akupe laini ya mawasiliano na Baba yako katika roho kwenye maisha yako. Naomba tusimame.